Kwa upande mwingine bwana, kwenye hizi issue za tuzo ni kwamba Jean Charles Ahoua mpaka hivi sasa tunavyozungumza ana mabao 16 kwenye ligi. Mabao 16 hayo ndio ambayo aliwapa tuzo ya ufungaji bora John Boko msimu wa 2020-2021. Alifunga mabao 16, lakini msimu wa 2022-2023 tukaona msimu wa 2022-2023 yes. Tukamwona Fiston Maele pamoja na Saidon Tibazonkiza wakiibuka wafungaji bora wakiwa na mabao 17. Lakini pia msimu wa nyuma yake kwa maana 21-22 George Amani Mpole alifunga mabao 17 akawa mfungaji bora pia. Msimu unaofuata sasa kwa maana msimu wa 2023-2024 tukashuhudia mabao mengi. Tukashuhudia mabao 21 kwa mfungaji bora Stefan Kiazizi. Msimu huu tayari tunaye Jean Charles Ahoua. Ana mechi moja mkononi imebaki, wanomkimbiza amewazidi mabao 3. Wanakwenda kucheza kwenye dabi, ana mabao 16. Tuseme Jean Charles Ahoua ndio mfungaji bora wa mechi, mfungaji bora wa ligi msimu huu mpaka hivi sasa. Yes, lazima tukubaliane kwenye hilo. Kwa maana kwamba ukiangalia ugumu wa mechi ambayo tunaenda nayo, kwa maana mechi ya dabi, kupata nafasi ya mchezaji mmoja kufunga hat-trick au mabao 4 ni ngumu sana. Kwa hiyo hapa sasa unampa nafasi Jean Charles Ahoua ndo mfungaji bora kwa msimu huu. Kwa hiyo tayari anaendeleza kile ambacho alichotoka nacho kwenye ligi ya Ivory Coast. Kwa hiyo kwa msimu huu haiwezi kubadilika. Jean Charles Ahoua ameingia na mguu mzuri. Yeah. Sawa, Jean Charles Ahoua pia amehusika kwenye assist 9. Yes, assist. Kwa maana amehusika kwenye jumla mabao 25 mpaka hivi sasa kwenye ligi. Itoshe pia kusema yeye ndio MVP. Kwa tukiangalia kwa namna ambayo aliyokuwa nayo lazima tukubaliane kwenye hilo, kwa sababu ameisaidia Yanga, ameisaidia Simba kwa juhudi ambazo alizozifanya. Goli 25 unaona kabisa kwenye namba yake. Tukiangalia namba tunaweza tukamwona kabisa yeye anastahili kuwa MVP. Yaani kiufupi ni kwamba tuzo hii ya MVP inamtaka. Yes, inamtaka. Yeye anaitaka na yeye inamtaka. Yaani uwezi kuitoa, kwa maana kwamba kile ambacho alichokifanya kwenye namba hatuwezi kukataa. Goli 25 ambazo zimetoka mguuni kwake kwa maana za kufunga pamoja na assist. Lazima tukubaliane amefanya kitu kikubwa sana. Kwa hiyo kwa tunavyoangalia wale ambao wanatoa hizi tuzo, lazima tukubaliane katika vitu ambavyo wanavyoviangalia, sio performance ya kupiga chenga, lakini performance umeisaidia vipi timu yako. Consistency kwenye mechi tangu ligi imeanza mpaka sasa ilipoishia. Yeah. Ndio kitu ambacho kinambeba sana. Lakini pia ndio kitu ambacho kinamfanya aimbwe sana hivi sasa. Sawa. Lakini kuna jamaa mmoja nilizungumza naye akasema kwamba tuzo ya mchezaji bora wa mechi, mchezaji bora wa msimu huenda ikaamuliwa baada ya siku ya mwisho. Kwa maana atakayetoa ubingwa atakuwa MVP pia. Kwa mfano kama Simba watakuwa mabingwa, tuzo ya MVP inakwenda kwa Jean Charles Ahoua bila shida. Lakini kama Yanga watakuwa mabingwa, tuzo itaenda kwa Pacome Zouzoua. Kwa kiwango cha Pacome, unazungumziaje? Anastahili kukaa meza moja na Jean Charles Ahoua au tunafanya ili kubalansi mambo? Kwanza mimi niseme tu kwamba hata wale pia wanaoandaa hizi tuzo wasiwe na mentality hiyo ya kuonesha kwamba ya kubalance. Yes, kwamba kwa sababu mtu amechukua ubingwa ndo anapata MVP. Hakuna, kwa sababu kuna wachezaji kama hivi. Mfano tuchukulie kwamba Simba amekosa ubingwa. Ndio. Yes, Pacome ndo labda ndo tunasema kwamba yes, amechukua ubingwa. Angalia kitu ambacho walichokifanya hawa watu. Uwezekano kwanza ukiangalia hata kwenye namba anamzidi Parefu. Lakini pia ukiangalia kwenye muda ambao amecheza pia anamzidi Parefu. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine unaona Jean Charles Ahoua amepambana sana. Kwa hiyo hii mimi sisemi kwamba kwa misimu inayofuata wabadilike. Yaani hii mentality ibadilike ya kuandaa hizi, kwa sababu kwa timu ambayo inaenda kuchukua ubingwa itakuwa bora sana kama ikitokea wanafanya uchunguzi kwa wachezaji wote ambao wamecheza na wakajua kwamba huyu kweli amepambana kwenye timu yake. Inawezekana pia. Yeah. Kuna baadhi ya wachezaji ambao hawatajwi lakini wamezisaidia sana timu zao pia. Na kuna jamaa mmoja nilizungumza naye akasema pia tunaangalia tuzo hizi kwa ukubwa ili tuwapate ma MVP wengine kama ilivyokuwa kina Yannick Bangala ambaye Yannick Bangala kwenye msimu ule alifunga bao moja pekee lakini aliibuka mchezaji bora wa mechi, mchezaji bora wa msimu. Kwa maana mchango wake ulionekana ni mkubwa, na hata kikosekana pia ilionekana kama timu inapata shida. Yes, inapata wakati mgumu. Kwa wachezaji wengine ambao huwa hawahusiki sana kwenye namba, unazungumzia wachezaji kama kina Yusuf Kagoma, umuhimu wao kwenye vikosi, watu kama kina Fabrice Ngoma,
Unazungumzia kina Abdulrazak Hamza, unazungumzia watu kama kina Dickson Job, namna ambavyo wamekuwa kiwa na umuhimu mkubwa katika michezo. Lakini pia tunamzungumzia Faisal Salum Abdallah ambaye so far anaongoza kwa assist mpaka hivi sasa. Kwa upande huo pia unaweza kusema pia ni wachezaji ambao wanastahili pia kuwa ma MVP, lakini baadaye collectively mafanikio ya timu ndio ambayo yanaamua pia nani awe mchezaji bora au nani awe achukue tuzo fulani. Kwa upande wako pengine wito wako ni upi sasa kwa kamati ya tuzo ambayo tumeona pia ikiwa jambo likihusu Simba na Yanga sheria nyingine zinaibuka. Ile jambo likihusu Simba na timu nyingine tunaona sheria inasimama pale pale. Kwanza kwenye hili hapa unazungumzaje? Lazima tukubaliane kwamba wenda wanyoshe hizi taratibu ziwe sawa, kwa maana kwenye kusimamia kwamba kile ambacho kinachoweza kwamba kama kwenye Simba unaamua hivi, kwenye Yanga unaamua hivi. Simba ikiwa ana compare na JKT Tanzania, amua vile vile ambavyo unavyoamua wakati Simba ana compare na Yanga. Yaani usiwe tofauti, na ndio maana hata ligi yetu itashindwa kuwa bora, au itashindwa kuwa na mvuto kama tutakuwa na mabadiliko maamuzi ambayo yako tofauti sana. Kwa maana ukiangalia ufungaji bora, kwa mfano ingekuwa JKT Tanzania pia yupo mfungaji ambaye ana goli 16. Yaani isiwe inaleta upinzani kwamba bwana huyu kwa sababu amecheza mechi hizi na huyu hapana. Yaani kwamba sheria isimame vile vile. Na hata kama MVP anatokea JKT, anatokea Mashujaa, anatokea labda Namungo, yoyote ambaye aliopambana aonyeshe uwezo mkubwa apate MVP. Kwenye hizo timu zingine sio kama labda hakuna wachezaji ambao wanaipambania timu, ila kwa sababu tumeoza na kusema kwamba yule mchezaji ambaye anaipambana kutokea kwenye timu zile ambazo zinafanya vizuri namba 1, namba 2, namba 3, sio kweli, kwa sababu hao wachezaji wanapambana sana, wana uwezo mkubwa. Kwa hiyo lazima tukubaliane pia kwamba hichi ambacho kinachoamuliwa kisimame kwenye sheria zile ambazo wao wanajua kama ni sheria sahihi, kwenye kila timu iweze kupewa favorite kwenye hizi tuzo. Yes.